Uwaligani msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV na kukaribisha ili kuweza kukujuza yale yaliyojiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususa ni katika jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini, mahali ambapo waasi wa M23 wanashikilia zaidi. Kwa hiyo katika taarifa zetu za habari, msomaji kwanza ni mimi Omari Makelele Ozil, na tuanzie huko Kibati jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya tarafa la Walikale. Waasi wa M23 wameuteka mara tena mtaa wa Kibati tarafani Walikale jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ni baada ya wazalendo kuondoka kwa ajili ya upungufu wa vifaa vya kivita na chakula. Kwa jambo hilo, shirika la raia MSCO pa Walikale limeomba jeshi la taifa FRDC kusapoti vema wazalendo. Duru za mashirika ya kiraia toka Walikale ni kwamba baada ya mapambano kati ya wazalendo na M23, wazalendo wamefaulu kushika sehemu moja ya Kibati kabla ya kujiondoa muda mchache kwa ajili ya upungufu wa vifaa. Kulingana na hii habari kuhusu Kibati, wazalendo yako ni tangu tano ambayo imepita, lakini kwa sasa walifanya repli strategique sababu ya upungufu wa munition na chakula ilikuwa vigumu sana kuweza kuwafikia kwa wakati, na vile vile kulikuwa milima moja ambayo tayari ilikuwa ako waasi hadi sasa ambapo kuweza kuondoa, na ile ikaleta wasiwasi ya kuendelea kubaki katika mji, ijapokuwa karibuni hapo kwa mlima moja waasi walikuwa wangaliki wanadhibiti milima hiyo, sababu wazalendo baada ya kudhibiti mji wa Kibati walihitaji ndege ipate kupiga juu ili kwamba wapate kuendelea chini kwa chini, kumbaya ndege kuweza kufika kwa haraka. Hakuna appui logistique ambao wanapata kutoka kwa FRDC ili mpaka wafikie kufanya hiyo repli strategique yenyewe natokana na upungufu wa munition de guerre. Kuelewesha wazi ya kwamba bwana journaliste, mara kwa mara wazalendo wamekuwa wakipigana na wakipata appui logistique ya FRDC, lakini vita ile ambayo ilipiganishwa Kibati hayakuwa ya kujiandaa, sababu adui alikuwa akitafuta kupita njia mikato ili kwamba apate kusogea kidua, na hapa ndipo alikutanana na wazalendo wa NDC Renove yake General Musa Shimirai Kido, na mapambano yalipoanza wakirudisha waasi nyuma hadi kudhibiti sehemu kubwa ya mji, na kwa muda ambapo walibaki hapo logistique bado FRDC ilikuwa haiko tayari kwa sasa ile wakati wa kupata kuwa renforcer, na hii ikafanya wakati kudhibita wakapata kurudi nyuma wanajournalist. Je, kuna kuwa kabisa ile collaboration yenye kuwa étroite kati ya FRDC na wazalendo katika eneo hilo la Walikale na kando kando? Katika eneo ya Walikale na kando kando ni kama vile mkubwa na mdogo, hakuna shida yote, wanaishi kwa usalama na wakifanya kila kitu kwa umoja. Upande mwingine, mashirika ya kiraia yameongeza kuwa hali ya kihutu ya raia iko hatarini juu ya ukosefu wa chakula na vitu vingine vya muhimu. M23 inaendelea kubaki katika mji wa Kibati na hapo mbele wanaendelea kufanya patri, lakini wazalendo wanaendelea kudhibiti na FRDC position yale yao, yani sehemu kubwa sana inabaki katika mji wa Kibua, na huko mbele wakifanya patri ambao tayari wameendelea kujitayarisha kwa kuangalia namna ya kupata kuondosha adui katika eneo hilo. Tunapohakikishia kwamba ni vita, ili tunatumaini ya kwamba vijana wamejitoa sana, wazalendo wanajitoa, jeshi la taifa wako pale kwa ajili vile vile ya kuwapatia mambo mengine, na vile vile na vile kusema kwamba kuna kikundi kikubwa sana tutasema idadi ambao walitoka tayari kwa mafunzo hapo Biwe wasoda wara tayari vile vile wameelekea. Kuna tuna matumaini kwa siku tatu hapa watakuwa wameondoa maadui katika maeneo ambao wanaendelea kujibu. Upande wa raia wanaishi maisha mabaya, ukosefu wa maji, chakula, dawa, watoto wasomi sababu ya sita hiyo ambao wauni wameshurutisha, na kwa sasa kabisa wengi wameishi katika miji isiyokuwa na, wengine wako katika misitu, na kwa ajili ya security huko kwanza Kenya, lakini watu hawaishi vizuri. Gouvernement kuendelea kuwaunga mikono letu la raia na vijana wazalendo ambao wamejitoa usiku na mchana kwa kupigana, na wakati wote wanaweza kuwa na mapungufu fulani, gouvernement tayari kwa kwenda kusukuma hapo vikosi zaidi ndege, sababu waasi wameendelea kudhibiti sana milima, lakini ndege itakuwa imepiga juu na jeshi la taifa litakuwa limepiga chini, ambayo imeungwa mkono na wazalendo. Ndio tunahitaji msaada logistic ikuwe renforcé
na hekima kwa kila jeshi. Na kule katika mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini ni kwamba mtoto mmoja wa umri wa miaka 12 ya kuzaliwa amefariki dunia baada ya kuokota na kuripua gurumenti siku ya Jumapili tarehe 12 Oktoba 2025 wiki iliyopita katika manispa ya Kalundu mjini Uvira. Kwake Dunia Amisi, mratibu wa vuguvugu Machozi ya Ria, ametoa pole kwa maafa hayo ya kiutu, huku akitoa picha halisi ya hali ilivyokuwa toka Uvira. Ndio garso wa 12 alikufa na explosion ya grenade mu commune ya Kalundu mkarte Kabindula. Version ilikuwa huyo kijana alikuwa anaenda ni mtoto mdogo, aliona kikitu kisakikosa katenese. Unaona hizo grenade zikakuwa na modele ya mingi sana kule kuilogota, kama alifungula ndio kamurifikia mikono. Unajua kama tuko zone opérationnelle na kuko kuna hata makartushe za masasi ziko zinaanguka hapa. Basodeti ya kuleo huko wanasahabu na magrenade barabara, wanasahabu na huko mwingine hata na sababu sana arme, na ile inaanza créer population inaanza inaingia mu insécurité, mais surtout hawa watu wa kidogo wenye wanaendaka wanalogota vitu mabarabara mjia, na ile inatuma iko na registre maafa. Donc manake mwili semaine tuko na maafa isha toka Muvira ya mingi sana par rapport na gisi watu kwa wanalogota ma grenade. Tushakuwa na maafa mbili kama alilogotaka ngamba kiaya, lakini kumuwaka kile na mwingine mwenye anakufa hapa. Donc inaonekana kama deja inakuwa menace. Tuko tuendelea kuambia gouvernement itusaidie sana, kusaidia kwa bakuwe bana sensibiliser basoda kukuwa na chunga masila yabo mzuri. Mezosi kwa sie ma société civile ni kwetu sasa na sie kukuwa na sensibiliser raia, isikuwe na logota kila kitu kinaona mbarabara na logota, isikuwe na inaona kila kitu kiko sous forme ya effet militaire na wao kilogota. Tuko tunaambia population kama mkiko mnaona effet militaire mko mwenda mnajulisha vyombo vya usalama ama ba autorité urbaine, mais aussi tunaendelea aussi kuambia population ya Uvira bakuwe banajikaza sana kukuwa na denoncer ile. Sasa tuko na makaza mingi, kuko mtu Sodomo alizeka sababu bunduki kwa barabara alikuwa analewa, mtu mmoja kuya pale kama tele bunduki soda akawacha ile bunduki akaenda itia mwaki, kisha sana msako seka kwa msako bakikuta kwa mwake ni c'est vrai lilogotaka, mais ile fait kuikuta mwake ikamletea problema, wakamfunga na sasa yeye kwa ripoti kwa vyombo vya usalama. Na kule katika tarafa la Fizi ni kwamba hatuwezi kufumbia macho ili swala la watoto kujifanya kuwa wazalendo, kwani maisha yao ya kesho yako hatarini hata kama wazazi wengi hawaoni mbeleni. Hayo ni maneno yake Ichukwe Mixon, mratibu wa shirika la vijana wasomi toka tarafani Fizi, Ajife kwa ufupi, tena mchambuzi wa masuala ya elimu na kisiasa jimboni Kivu Kusini na tarafa la Fizi. Nakuja kutoa maoni yangu kama mchambuzi kwa mada ambayo leo watu wengi wanaona na bila kujali yale yanayojiri katika eneo letu. Kwa siku hizi kumekuwa na hali ambao watoto wamejichukulia fursa ya kuchukua vikopo ambao vimetumiwa kwa unywaji wa jus, hivyo wanavitengeneza ile madeshe plastiki kuwa kama silaha ambazo wao pia wanajiita kuwa ni wazalendo. Hali hiyo ukiona imekuwa katika eneo tofauti la jiji la Baraka, na si katika jiji la Baraka tu, na hata vijiji vingine vya tarafa la Fizi na eneo zingine mbalimbali. Watoto hao wengi wao ni watoto wa miaka ya shule, kuanza miaka 6 na kuendelea hadi miaka 10 hadi 14 hivi. Sasa swali linakuja, tunafikiria kuanza kujiuliza, je, hawa watoto ambao wamejiita na wamejitwika mzigo wa kusema wao ni wazalendo, na muda mwingi unawakuta wako barabarani wakitembea kwa kikundi kama askari jeshi, je, hao wanaenda shuleni? Na kama wanaenda shuleni, wanaenda hako kwa muda gani?
Kwa sababu ukitembea katika jiji la Baraka unakuta kwa kila saa watoto hao wanatembea, wanafikia hata kuchelewa shuleni wakijiongoza na vikundi hivyo. Sasa tunajiuliza, wazazi wa watoto hawa tuko wapi sisi wazazi? Je, tunafurahia hilo, kuona watoto wetu wakitembea na vifaa hivyo kwamba ni silaha, wao ni wazalendo? Na kama tunafurahia, tunatarajia nini iwe kwao kesho? Je, tunawaandaa wawe wazalendo? Tunawaandaa wawe askari jeshi wa taifa? Hiyo yote ni maswali ambayo tunajiuliza. Majibu ni kwamba hiyo ni tabia mbaya ambayo watoto wamejiingiza. Uzalendo haumaanishe kuwa kama wanavyofikiria. Nimesema ni tabia mbaya ambayo imetokana na uzembe wa sisi wazazi. Kwa sababu mzazi hawezi akaachilie mtoto wake atembee ovyo akijidai kwamba yeye ni kamanda wa wazalendo na miaka yake yajifikia kuwa askari. Uzalendo unaandawa, mtu anaelekezwa, mtu anafunzwa uzalendo ni namna gani. Si kwamba mtu analala na kulamuka anakuwa mzalendo. Na ndio maana miongoni mwa wale ambao kweli kweli wamechukua silaha kwa ajili ya kututetea kama wazalendo, utakuta muko wengine ambao wanayofanya haifanane na uzalendo. Kwa sababu tukijua kwanza uzalendo ni nini. Mzalendo ni mtu ambaye anapenda nchi yake, mtu anatumikia nchi yake bila kujali, na mtu ambaye hawezi kufunga macho kwa kibaya chochote kile ambacho kinaweza zuru nchi yake. Mzalendo anaweza kuwa askari jeshi, mzalendo anaweza kuwa mfanyakazi wa umma, mzalendo anaweza kuwa kiongozi wa taasisi fulani katika serikali. Yule ambaye ana susi ya nchi ndo tunaita mzalendo. Lakini kwenye watoto wetu wanaelekea sio uzalendo, wanaelekea katika mambo ya upotovu, mambo ya ujambazi, mambo ya immorality, tuseme hivyo. Tahadhari kwa vitengo vya serikali ni kwamba wangekuwa makini. Askari polisi ambao wanahusika na protection d'enfant wawe makini kwa kufuatilia hili. Wazazi tuwe makini kwa kuadhibisha watoto wetu. Na kule katika tarafa la Mwenga, msikilizaji, ni kwamba shirika la raia tarafani Mwenga limeomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kutoa huduma ya kuridhisha kwa raia wenye magonjwa ya afya ya akili, pia likiwataka raia kuishi nao kwa pamoja na bila kuwabagua. Ni kupitia sherehe iliyosherehekewa kila ifikapo tariki 10 Oktoba ya kila mwaka kuhusu afya ya akili, ndipo mashirika ya kiraia tarafani Mwenga yametumia fursa hiyo kwa kuomba serikali kutoa misaada kwa watu hao. Mashirika ya kiraia tarafani Mwenga yametaja kupitia hali ya usalama ya sasa mashariki mwa Kongo, hiyo ni sababu kubwa ya ongezeko la magonjwa ya afya ya akili eneo hilo. Bienfait Fazili Mulonda ni moja kati ya viongozi wa mashirika ya kiraia tarafani Mwenga, amezungumza yafuatayo. Kongamano la shirika la raia tarafani Mwenga limetambua ya kwamba hali ya ukosefu wa amani inayosababisha magonjwa ya kuchanganikiwa, magonjwa ya kichwa iko kwetu kabisa. Unakuta watu wameishi katika hali ya kutojiamini, watu wanaishi katika hali ya kutaka hata kujimalizia maisha, watu wanaishi katika hali ya kuchanganikiwa, katika hali ya woga na kujishtumu hata wenyewe. Wengine wamepata hata magonjwa ya kifafa na tatizo zingine hasa zinazolingana na kutumia pombe kali kabisa ili kwamba labda wapunguze mawazo. Imeleta hivi matatizo ambayo raia wetu kabisa kwenye mitaa ya afya ya Kitutu, Kamituga, Mwenga na Mwana mtaani Mwenga wanapitia maisha magumu kabisa ambayo inahitaji kusindikizwa kabisa, ile ambayo imeitwa prise en charge psychosocial communautaire kupitia wale wataalamu wanaoweza kutibu magonjwa haya ya kichwa. Ndio maana kongamano la shirika la raia mtaani Mwenga limeomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kudumisha hivi jitihada na mbinu namna gani ya kutibu na kufuatilia watu ambao wanaishi katika hali hii ndani ya mtaa wa Mwenga, mtaa wa afya wa Kitutu, Mwana, Mwenga na Kamituga. Na kwa raia tuache kuwacheka
wale ambao wamekwisha kupata magonjwa haya, maana magonjwa haya yanaweza kutibika, yanaweza kupata suluhisho. Yale ambayo tunapenda kufanya sisi pamoja, piganishe, tulete msaada wetu wakati inahitajika kwa watu ambao wamepata matatizo. Maana mtaa wa Mwenga hauepuki jambo hili, tukijua kwamba nasi pia tunapitia hali ya misukosuko ya ukosefu wa usalama na vita ambavyo vinapitia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeacha watu wengi akili kibabayuka. Kwenye maroze sosio kuna kama panike ya mingi na kuchanganisha watu, milio ya risasi, watu kupigwa fimbo, kuna kwa hii kufungwa kiolela na kadhalika. Utakuta watu wamechanganikiwa kichwa. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo na kushukuru. Mimi ni Omari Makilele Ozil.